Hawa ni mashia wa Iran ambao Waislamu leo wanatoka na makamasi na wakilia kwamba Iran ni nchi ya Kiislamu. Miongoni mwa maadui wa daula hii ni Ar-Rafidha, Al-Anjas, Al-Ashrar, ni Shia Ithna Sharia na makundi yake, lakini pia Shia kwa ujumla, Ismailia na Batinia. Kwa hiyo mashia ni moja ya maadui wakubwa wa daula hii ya Saudia. Miaka nenda rudi wakijaribu kutaka kuisambaratisha daula hii na kuwamaliza watu wake. Farafidhatu min ash-sharq al-awsat hiya allati tad'amu al-milishiyat al-irhabiyya, na wao ndio ambao wanatoa nguvu yao na usaidizi wao kwa makundi mbalimbali ya kigaidi ya kishia na yasiyo ya kishia kwa ajili ya kupambana na miji hii mitukufu. Imekuja katika katiba ya Irani mada ya 12 pameelezwa kwamba ad-dinu rasmi al-Irani huwa al-Islam, dini rasmi ya huko Mashariki ya Kati yani Irani ni Uislamu. Wal madhhab al-Jafari, na madhehebu yao ni al-Jafari al-Ithna Asharia, kwa maana wao ni Shia kundi la Ithna Asharia. Kisha wakasema wa hadhihi al-madda tabqa ila al-abad ghayra qabilatin litaghyir, na dhehebu hili la Ithna Asharia Jafaria huko Iran litabaki kwa ndio kundi la madhehebu ya kundi la kishia huko Iran, halikubali mabadiliko. Baada ya kusema haya, tunataka tubainishe uadui wa mashia dhidi ya daula hii tukufu na miji hii mitukufu Makka na Madina. Na kabla ya kuyataja yale ambayo yanaashiria kama ushahidi, niseme maneno yafuatayo ya kwamba historia inatakana itizamu, na wakati unasoma historia inatakana uweke pembeni masala ya hisia. Hisia inatakana zikae pembeni wakati unasoma historia, na miemko ikae pembeni wakati kusoma historia, kwa sababu hata katika miji yetu hii, mji wetu huu wa Kondoa, wako baadhi ya watu ni mashia wakisema vibaya Saudia, wakiandika kila siku na leo dhidi ya miji hii mitukufu. Alafu kisoma maandishi yao, mwishoni wanakuambia mawahabi au masalafi ambao wanakataa kuyaomba makaburi wamekwenda, au wasema mmoja katika mashia ambao wako hapa ameandika status moja, anasema masalafi ya Kondoa ambao wanakataza kuyabusu makaburi, wao wamekwenda kuyabusu makalio ya Muhammad Salman, kiongozi wa Saudia. Haya anayezungumza kwa kuchukua AI, yani picha zilizotengenezwa za uongo kwenye mitandao, akionyesha mtawala wa Saudia Wali Ahad akiashiriwa akiyabusu makalio ya Trump au kiongozi wa kikafiri. Huyu ni mtu mzima, mtu mwenye akili zake, anadhaniwa hivi na anafanya mambo haya, na wala hajui kwamba haya mapicha yanaundwa na kutengenezwa, na huko akifurahia kwamba Saudia ambao ni maadui wa Irani, yasema vibaraka wa Marekani ambao wanapigika sasa hivi, kwa hiyo Wasaudia wanaumia na kuteseka. Wasuudia vibaraka wa Marekani wanaumia na wanateseka katika kipindi hiki.
Sisi katika maudhui zetu tunapozungumza masala haya tunaendelea kuwaaminisha watu kwamba Marekani na Waisraeli ni maadui wa dini yetu, na Mashia wa Irani bilkhususi ni maadui wa dini yetu, tena wao ni zaidi ya hawa wengine. Hatuna maana tunamtetea mmoja wapo, lakini nataka kuwabainishia watu katika kipindi ambacho ushia unataka kusambaa kwa sababu hii ambayo ipo, nataka kupitia kwenye kipengele hiki. Mashia wanapata nguvu ya kuzungumza mambo yao kwa kupitia kipindi hiki ambacho Waislamu wanahisia, alafu akitajiwa kwamba vita ya Waislamu dhidi ya ukafiri, ndio watu wakawa wanaaminishwa hivyo. Na kweli watu wakawa wanatoa machozi, watu wakawa wanalia, wakawa wanaandika. Sisi tukizungumza khuturati Shia, tukizungumza ukhatari wa Mashia dhidi ya Uislamu na Waislamu kwa ujumla, watu hawaelewi kwa sababu kipindi kimekaa hivyo. Lakini sisi tunarejea kusema tena kwamba Mashia wa Irani ni maadui wabaya wa Uislamu na Waislamu kuliko hao Mayahudi na makafiri kwa ujumla wao. Tulibainisha hapa kwamba namna gani Mashia walikuwa ni maadui wa dini hii. Tumezungumza zaidi ya mara 3. Lakini wako baadhi ya watu wanataka kutumia kipindi hiki kuwashawishi Waislamu. Tunazungumza kipindi hiki pia kwa sababu Mashia wanataka kusambaza itikadi zao. Kwa sababu Waislamu sasa wanahisia fulani wako nayo. Kina Jalala wamefika mahala sasa kuzungumza mada zao wazi wazi kutetea ushia, kwa sababu Waislamu wengi wasiojitambua hawaelewi ukhatari wa ushia. Wamefika mahala pia masuala ya liwaqf yanatetewa wazi wazi na Mashia wa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Pamoja na hivyo Waislamu hawaelewi kitu yani. Pamoja na uwazi wa maneno yao, Waislamu bado wapo kwenye giza la jahili, hawaelewi chochote kile. Sisi tuna vitabu vya kusoma maneno yao na misimamo yao na sauti za mashehe zao wakubwa wakizungumza wazi wazi kwamba maadui wa kwanza wa Uislamu ni masahaba. Wa kwanza kabisa katika safu ya kwanza Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kina Aisha na wengine, kina Hafsa na wengine katika sahabiyat, kina Abu Huraira na wengine katika masahaba. Na wanaamini kwamba masahaba wote walirtadi isipokuwa masahaba 4 au 7. Ukisoma baadhi ya vitabu wanakuambia masahaba walirtadi wakabakia wachache tu, 7 au 4. Hii ndio itikadi ya Mashia na ndio madhehebu ya Shia wa Iran na ndio madhehebu ya Shia wa Tanzania na Shia wa Kondoa, yaani ndio madhehebu yao na ndio msimamo wao. Hili moja tu lilikuwa linatosha Waislamu kuwatambua hawa na kuto kupelekwa na hisia na jazba na mihemko, hasa katika kipindi hiki. Lakini wako Mashia wanaandika message zao, status zao, na wanazungumza na baadhi ya Waislamu dhidi yetu sisi katika msikiti huu, na wakizungumza vibaya daula ya Saudia. Hili linabainika wazi kwamba wao ni maadui wa miji hii mitukufu, kama waliweza kuwa maadui ya masahaba, maadui ya wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao Allah Taala amewachagua kama wao ndio wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawakufurisha kina Aisha, kina Hafsa, hawajakubali Uislamu wao. Je, vipi? Bali kwenye vitabu vyao wanaandika kwamba maadui wakubwa wa Shia ni Masuni na damu zao ni halali. Vitabu vyao wazi wazi wanasema hivi. Basi tunazungumza haya ili baadhi ya Waislamu wasiojua waelewe na wawatambue Mashia ni kina nani.
Hatukusudii moja kwa moja kuwasema mashia, lakini tunataka kuwafanya waislamu wajielewe na wajitambue. Lakini ndio tunawasema mashia pia hivi. Mashia ni maadui wabaya wa Uislamu, hasa pia miji mitukufu hii ambayo maudhui yetu yazungumza. Nisome maneno ya Sheikh al-Allama Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali aliyoyaandika katika kitabu cha Al-Khatar al-Irani, hatari ya mji wa Irani wa Kishia dhidi ya Uislamu na Waislamu. Asema rahmatullahi ta'ala alayhi, intabihu lima tudiru Iran wa lima tukhattituhu lahu min tadmir wa sahq lilislam wal muslimin. Anasema tahadharini, amkeni, tazameni haya ambayo Wairani wanayafanya na wanayapangilia, na kile ambacho Wairani wanakipanga katika kumaliza Uislamu na Waislamu lishiddati adawatiha lilislam wal muslimin, kwa sababu ya ukali wa uadui wake dhidi ya Uislamu na Waislamu. Kisha Sheikh akasema maneno ya Allah Ta'ala, la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku al-aya. Baada ya kusoma aya hii akasema, la yashukku muslimun fi shiddati adawati al-yahudi wal mushrikin lilmu'minina billahi wa rasulihi. Hana shaka muislamu kuhusu ukali wa uadui wa mayahudi na washirikina dhidi ya wale wanaoamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, wa anna lilyahudi matami, na kwamba wana mayahudi tamaa na matarajio, walakinaha matami'un mahdudatun, lakini matarajio ya mayahudi yana mipaka, fi aradhi almuslimin min Nail ila al-Furat, katika miji na ardhi za Kiislamu kutoka Naili mpaka Furat, yani sharqi Misri, huko katika bonde la Misri huko Nail, kuanzia huko kwenye mto wa Nil huko magharibi mpaka mto wa al-Furat sharqan, ikusanya miji kama vile Palestina, Urdun, Lebanon na Suria na Iraq na shimali shibir jazira huko Sina. Hii ndio miji ambao mayahudi wanaikusudia hasa, sababu wao naamini ni sehemu zao. Kisha Sheikh akasema, la yuriduna nashra lilyahudia, wao hawana matarajio kusambaza uyahudi katika nchi nzima au daula zote. Wa adawatu rafidha lilmuslimin tajma'u baina adawati alyahudi wal mushrikin, lakini uadui wa Shia kwa Waislamu unakusanya kati ya uadui wa mayahudi na washirikina, liannaha tukhattitu lilistila' ala alalam alislami kulli, kwa sababu mashia wao wana matarajio ya kutawala walimwengu wa Kiislamu wote, wa tahwil ahlihi ila rawafid au ila rafidha, na kuwageuza watu wa miji hiyo waingie katika ushia. Wao ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na maadui wa masahaba watukufu, wa man tabi'ahu min almu'minin, na wale maadui wa wafuasi wa masahaba katika waumini. Kwa hivyo mashia malengo yao, miji yote ya Kiislamu na ya Kiislamu wanataka wahakikisha wanaoingiza ushia na kuwafanya watu hao wawe ni maadui. Maadui wa nani? Wa Uislamu na Waislamu, maadui wa masahaba na wafuasi wa masahaba katika waumini. Kisha Sheikh akaeleza baadhi ya itikadi chafu za mashia dhidi ya masahaba, dhidi ya Qur'an. Haya pia tuna haja ya kuyasoma hapa. Nadhani kikao cha pili insha Allah taala nitakuja kusoma baadhi ya vitabu, zingatiwa vitabu vikubwa vya Kishia na sauti za Kishia na mashehe zao wanayozungumza wazi wazi haya ambayo tunayasema hapa. Kwa hiyo sisi kama tulifahamu hili na tuwafahamisha Waislamu kuhusu hili, ili wasigurike na hawa mashia na wajue ukhatari wa hawa mashia wa hapa Kondoa na sehemu zingine, kwamba ikiwa watamakinika hawa watakuja kuisambaza tu itikadi yao hii, ipo siku watatukanwa masahaba, ipo siku liwati zitafanyika katika miji yetu,
kwa ndoa yetu hii na sehemu nyingine, na njia nyepesi itatumika ni hawa mashekhe ambao wanajidai kwamba mashia ni jamaa zao na ndugu zao. Juzi tumekwenda kufanya tumekusudia kwenda kufanya mihadhara katika vijiji vya huko sehemu za Mrijo. Tulipewa msikiti wa Kisufi, wakatuuliza wakati tunakwenda, maudhui yenu ni ipi? Kwa sababu maudhui yetu ni kubainisha uchafu wa kundi hili la Kishia. Wakasema hapana, mada za uchochezi hatuzitaki, kwa sababu sisi tuna makubaliano kwamba mada za uchochezi hazitakikani katika misikiti yetu. Mada za uchochezi ni zipi? Ni kuwatetea masahaba, ni kuwahami masahaba na kubainisha uchafu wa kundi la Kishia, kuwatetea manabii, kuitetea Qur'an, kubainisha itikadi chafu za mashia kama vile liwati na masuala mengine. Mashekhe wa Kisufi katika misikiti miwili wakasema sisi tuna makubaliano na jamaa hawa na hatutaki mada za uchochezi. Hawa ni mashekhe wa kitarika, mashekhe wa Kisufi. Na hawa mashia pia wakondoa wanapata nguvu ya kuongea, kwa sababu wanajua usuhuba na nguvu wanayopewa na masufi wa Kondoa, na vile wanavyotangulizwa na masufi wa Kondoa, si kwenye maulidi, si kwenye dua, kwenye hitma 40, kwenye misiba, wanapewa nafasi ya mbele mbele, na wao ni mashekhe. Kwa hivyo mashia ni maadui wa dini kwa ujumla, lakini hasa maudhui yetu tunakusudia kwamba wao ni maadui wa miji mitukufu Maka na Madina, hasa Baitullahi al-Haram, nyumba ya Allah tukufu. Nitalibainisha hili katika dakika chache hizi. Mwaka 1983 miladi, waliingia mahujaji wa Iran, waliingia katika miji mitukufu kwa lengo la kufanya ibada ya haji. Kwa masikitiko, katika kipindi hicho walikuwa wamebeba silaha kali za moto, ambazo silaha hizo zilikamatwa na rijali al-amni, na askari na walinzi. Ili tukio lilitajwa, ni tukio la kihistoria na lipo kwenye maandiko mbalimbali. Tukio la kihistoria lilifanywa na mashia mwaka 1983, na habari na vyombo vyake vilisambaza habari hii, na ipo kwenye mitandao mpaka leo, na baadhi ya sura zao vile walivyofanya kipindi hicho. Lakini pia mwaka 1986, yani miaka mitatu mbele, 86 miladi, Wasuudia waliwakamata wa Irani kadhaa ambao walitoka katika miji yao kwa ajili ya lengo la kutekeleza ibada ya haji. Wa fi hauzihim mawadi shadidati al-infijar, na katika begi zao na mikoba yao walikuwa wamebeba silaha na nishati kali za milipuko. Na hii habari pia ipo, na ilisambazwa habari hii ipo kwenye maandiko mbalimbali, na ilichukuliwa pia mpaka na sura zake. Hawa ni mashia wa Iran ambao Waislamu leo wanatoka na makamasi na wakilia kwamba Irani ni nchi ya Kiislamu, Irani inautetea Uislamu, na nyinyi masalafi ni maadui wa Wairani na Uislamu. Na mashia hawa pia wakwetu wanaandika dhidi ya miji hii mitukufu kwamba hawa ni vibaraka wa Marekani. Kwa hiyo takala tuchukue hizi habari na kutukusanya, tutapata jawabu. Na nimesema kwamba wakati tunasoma habari hizi
unatakana swala la hisia uliweke pembeni na mihemko uweke pembeni, na habari za kudanganywa kwamba Irani inatetea Uislamu unatakana uzitizame sasa vizuri wakati unataja maneno haya, kwa sababu watu wanasema Irani ikianguka basi ushoga utaenea, na wao ndio walimu wa ushoga, wao ndio walimu wa liwati. Sijalala wajuzikati amezungumza wazi wazi, ndio msimamo wa Kishia. Swala kwa liwati, kuwalawiti vijana na mabinti ni kadhia mashuhuri kwa Mashia kwenye vitabu vyao, na Mashia wa Kiarabu, Mashia wasiokuwa wa Kiarabu, Waajemi na hata hawa weusi pia, ni swala ambalo linajulikana. Sasa hivi wamefika mahali wanazungumza wazi wazi. Kwa nini? Kwa sababu dhaifu muslimin, udhaifu wa Waislamu. Miaka ya nyuma hapa hawakuwa wanaweza kufanya hivyo, lakini sasa hivi kwa sababu wana ushirikiano mkubwa na masufi, basi wameweza kuzungumza wazi wazi. Mwaka 1987 pia, kwa maana mwaka mmoja mbele, mahujaji wa Irani walikwenda katika miji mitukufu Makka na Madina. Walipofika Makka walifanya maandamano. Mwaka 1987 walifanya maandamano wakati watu waislamu wanatekeleza ibada ya haji, wakazifunga njia na wakawa wanachoma magari yaliyokuwa katika miji hiyo, wakiwazuia mahujaji kutekeleza ibada yao ya haji, huku wakiwa wamebeba bendera za mji wao wa Iran. Hawa wa Irani hawa Mashariki ya Kati, vyombo vya habari vilitoa habari kwamba walikufa waislamu katika miji hiyo katika kipindi hicho 400 na zaidi, huku majeruhi wasiopungua 600 na mwaka 1989 pia. Waangalia, ni muda mchache, kila wakienda kufanya ibada inatokea matukio. Kwa hiyo tukijumlisha haya na haya yanaandikwa na Mashia wetu hawa wa miji yetu, tunapata jawabu moja kwamba miongoni mwa maadui wakubwa wa miji mitukufu hasa Makka na nyumba hii tukufu ni Mashia. Sasa kama nyinyi ni Waislamu, ni mashehe, ni maustadhi, mna uwezo wa kufuatilia habari, zichunguzeni habari hizi, fuatilieni habari hizi, alafu mtawaelewa hawa Mashia ni jamaa zenu kweli au ni maadui wa Uislamu. Kiachilie mbali haya tumetaja katika uadui wao dhidi ya Uislamu na Waislamu kwa jumla, masahaba katika safu ya kwanza. Mwaka 1989 Wairani pia walifanya matukio katika miji mitukufu mpaka wakafikiwa kumuua mwana diplomasia, yani mjumbe wa serikali za nje ambaye alikuwa katika miji hiyo mitukufu, kwa sababu ya mlipuko ambao ulisababisha katika mji mtukufu wa Makkah al-Mukarrama. Hivi ndivyo ambao wanafanya kila wakati, kila mara wakienda kufanya ibada ya haji. Hapo hapo unakuta Waislamu wanahuzunika, Mashia wakipigwa au wakisemwa wanawekea vifua mbele kama ni jamaa zao, ni rafiki zao, hawataki mada za uchochezi.